kuu la Yesu Kristo. Tunakushukuru Bwana kwa sababu ya uwepo wako. Tunakushukuru Bwana kwa sababu ya mpango mema ambao uko nayo juu ya maisha yetu. Siku ya leo tunaiweka mkononi mwako Bwana. Sisi ambao umetuleta katika hekalu lako, nitumie kama chombo chako Bwana. Watu wako wanapojifunza neno kutoka kwa neno lako Bwana, uwabariki, uwape amani yako kwa utukufu wa jina lako. Katika jina kuu la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Bwana apewe sifa. Praise be to the Lord. Amen. Nami nimeokoka, Kristo ni Bwana. Naitwa Jackson Owenga. Siku ya leo ni siku njema ambayo Bwana ametupa tuingie katika hekalu lake kuja kuabudu na pia kumtukuza kwa sababu ya matendo yake makuu. Na pia kila mmoja wetu tuko na shukrani nyingi sana kwa sababu ya Bwana kutuweka mpaka siku ya leo, hata kutufungulia na pia kututangulia katika safari zetu, hata tukaona siku ya leo ikiwa salama. Bwana ni mwaminifu kwa kila mmoja wetu na anaendelea kutuhifadhi, anaendelea kujidhihirisha kwa kila mmoja wetu kwa sababu yeye ni mwaminifu. Wakati huu tunakaribia mwisho wa mwaka huu na tunajitayarisha kuzaliwa kwa Yesu Kristo katika moyo wetu, na kila mmoja wetu najua ni wakati wa furaha, na kama Wakristo inafaa tuwe na furaha zaidi kwa wale ambao tayari wamekuwa na imani, wale ambao kuja kwa Kristo imewapa tumaini, wale ambao kuja kwa Kristo imewabadilisha na wakaitwa na jina lake. Mara nyingi watu wengi sana ambao wanafurahi sana kwa Christmas, but at times ni watu ambao hawajatambua Kristo na mipango ya Mwenyezi Mungu kupitia kwa huyu Kristo. Lakini wewe ambao umeshatambua kwamba Yesu Kristo kwanza alikufa msalabani kwa sababu ya dhambi zako na dhambi zangu, ni kuna hatua moja ambao umepiga tofauti na yule mwenye hajamtambua Kristo. Hiyo hatua ya kufa kwa Yesu Kristo haiwezi kufanyika kama hakuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Alikuja kuishi pamoja nasi kupitia kwa mpango wa Mwenyezi Mungu. Yeye mwenyewe alikuwa Mungu na akaja kwa mpango wa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutuokoa. Kwa hivyo kuzaliwa kwa Yesu Kristo ni mpango wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu kila mmoja wetu tunajua kwamba yeye mwenyewe ni Mungu. Na ndiyo sababu tunaposoma katika kitabu cha Luka 2 from 8, tunaposoma katika kitabu cha Luke chapter 2 hapo kuanzia 8, unapata majina ambayo Yesu Kristo ambaye alikuwa anazaliwa anaitwa naye walipokuwa wanamtarajia, na wale wachunga walipopeleka ile ujumbe katika Luke chapter 2 starting from verse 8. Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid.
Then the angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I bring to you good tidings of the great joy, which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord." Bwana Yesu asifiwe. Ni ujumbe njema, na unapata hii ujumbe njema, wale wachunga wakashtuka sana. Na hii kushtuka tunaipata hata kwa Mariamu pia alipoletewa hiyo ujumbe kwamba unto you a son will be born, kwamba you will conceive by the power of the Holy Spirit. Hata wale malaika pia walipopeleka hiyo ujumbe hata kwa Mary, hata naye pia tunapata kwamba hata yeye alishtuka, hata yeye alishangaa, hata yeye alijiuliza maswali. Tunapata tena kwa hii mission ya hao wachunga pia, hao pia tunapata kwamba hao pia wameshtuka kwa sababu ya hii ujumbe ambao wanaipata about the city of David. Ni ujumbe ambao inashangaza hivyo, lakini ni ujumbe njema kwa sababu inafanikisha mpango wa Mwenyezi Mungu. Pia tunaona wale ambao inawafikia. Kwanza ujumbe hiyo hata tulivyosoma katika Luka mtakatifu hiyo ya kwanza, pia tunapata hiyo ujumbe vile ilifikia Mariamu, angejiuliza maswali nyingi sana, lakini hao malaika ilibidi wamwambie kwamba inawezekana kwa sababu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu. Ilibidi watumie njia zingine to convince her kwamba it is only because of the favor of God, kibali cha Mwenyezi Mungu kwake. Kwa sababu kupitia hapa tunaweza ona vile Mariamu alikuwa mwaminifu, vile Mariamu alikuwa amejitakasa yeye mwenyewe, vile alikuwa so truthful, alikuwa katika hali yake akisema haki kwamba ni mimi. Katika Luke chapter 1 verse 34, then Mary said to the angel, "How can this be, since I do not know a man?" That is when the angel explained kwamba the Holy Spirit will come upon you. At times there are some things ambayo yanaweza fanyika katika maisha yako, na unaweza jiuliza maswali mengi sana kwamba ni wewe kweli ambao itafanyika kwako. Kibali cha Mwenyezi Mungu ikikuja kwako, hata kama uko na maswali nyingi sana, hata kama hujajiamini kwamba ni wewe, kwa sababu labda unaangalia your background, labda unaangalia uwezo wako, labda unajiangalia kama binadamu, labda unaangalia kizazi chako, ama unaangalia ujuzi ama elimu yenye uko nacho, na unajidharau kwamba haiwezekani kwa sababu ya hali ambayo unajijua nayo. That is how Mary pia akajiuliza maswali, kwa sababu hakuona uwezekano, na ilichukua the angels to use even the message about Elizabeth to convince her. Unaposoma chapter 1 verse 35, and the angel answered and said to her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore, also that Holy One who is to be born will be called the Son of God. Now indeed, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is now the 6th man for her who was called barren. For with God
nothing will be possible. This is what convinced Mary, kwamba hiyo kibali chenye unapata hata wakati huu, hata Elizabeth pia amepata hicho kibali. Hata Elizabeth yule alishaitwa the barren, yule alishaitwa tasa, pia amebarikiwa na Mwenyezi Mungu, atapata mtoto na tayari ako katika mwezi wake wa 6. This is because this Elizabeth was a relative to Mary. Hiyo ndio ikafanya Mary akubali kwamba inawezekana. Then Mary said, "Behold, the maidservant of the Lord. Let it be to me according to your word." And the angel departed from her. Ni kibali cha Mwenyezi Mungu vile inaweza kuja kwa mtu na yale ambayo inaweza fanya, kwa sababu one, the birth of Christ is God's plan. The choice kwamba ni Mary to bear the son, God knows how he chose Mary. But the Bible tells us about the favor. Neno linatuambia that umepata favor kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mara nyingi sana huwa tunatafuta favor, hata saa zingine tunatafuta favor hata in unlikely situations, hata situation yenye unajua tu kwamba wewe labda you are not the right person, lakini kuna yule ambaye anataka awe favor. Kuna favor wa Mwenyezi Mungu na kuna kuwa favored hapa duniani, labda through unjust means, labda through unfair means. Yani unataka uwe favor. Hiyo ndio I think language hiyo mnaelewa. But Mary deserved this favor from God, but she could not believe. How do you get favor from God? Because that is the lesson yenye tuko nayo kupitia kwa Mary. Kwa sababu alikuwa amejitunza, kwa sababu alikuwa amekuwa upright, alikuwa faithful na Mwenyezi Mungu, kwa sababu anatujua kila mmoja wetu. Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndio Mungu wetu, anatujua kila mmoja wetu. So tunajifunza mengi about the birth of Christ. One, tunajifunza kwamba it is God's plan. Kutoka kwa nyumba ya Israeli, kutoka kwa kizazi cha Daudi, kutoka kwa wakati wa from the prophet Isaiah. Mnakumbuka from Isaiah 9, Isaiah chapter 9, Isaiah chapter 9 from verse 6, tunapata about the birth of this child. Isaiah chapter 9 verse 6, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called the Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there will be no end, upon the throne of David and over his kingdom, to order it and establish it with judgment and justice. From that time forward, even forever, the zeal of the Lord of hosts will perform this." The coming of this king was prophesied by Isaiah. But we get it even in Micah. When we read Micah, it's still about the birth of Christ. So these were prophets who were used by God to bring messages to his people. So we see God's plan being fulfilled in the birth of Christ through the house of David. We see the power of God through the Holy Spirit, because this is the message that the angels alimwambia Mary
that the Holy Spirit will do this. Through the power of the Holy Spirit. When you get God's favor, it's when you see the power of God. The power of God makes something impossible to be done. Something impossible ifanyike katika maisha yako. Kuna mengi ambayo yanaweza kuwa mazito. Kuna mengi ambayo yanaweza kuwa mazito katika maisha yetu. Lakini tunaomba Mungu atupe kibali. Unapopata kibali cha Mwenyezi Mungu, yale mazito ambayo unaona haiwezi fanyika kwa sababu ya udhaifu wako, haiwezi fanyika kwa sababu ya umaskini wako ama ukosefu wako, haiwezi fanyika kwa sababu labda unaona katika kizazi chenu haujaona jambo kama hilo, haujaona vipawa kama hivyo katika kizazi chenu, labda katika ukoo wenu hujaona, lakini kupitia kwa kibali cha Mwenyezi Mungu, ni kibali cha Mwenyezi Mungu ambayo inafungua hiyo mlango. Tuombe, tutafute kibali cha Mwenyezi Mungu, na yale ambao, that is the way the Bible says, for with God nothing is impossible. For with God everything is possible. Hiyo ndio sababu unaona kuna mtu amepiga hatua fulani, hata kama labda sio kupitia kwa kizazi chake, sio kupitia kwa ukoo wake, sio kupitia kwa masomo yake, lakini kibali cha Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tutafute kibali chake. Tunaposema kwamba tutafute kwanza ufalme wa Mwenyezi Mungu, na hayo mengine yote tutazidishiwa. Hiyo ndio ilifanya Mariamu aamini kwamba kama ni hivyo, that's the will of God, then let it be. Kama hiyo ndio mapenzi ya Mwenyezi Mungu, the maid servant of God, then let it be. Akakubali kwa sababu ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Bwana anapoleta kibali chake juu yako, yale ambayo yanaweza fanyika huwezi ukayaamini. Hata wale wachunga walishangaa, kwa sababu ilikuwa inakuja to a little known city. It was coming to a little known village. It was coming to a little known city. It was coming to a little known girl. Na hata wale ambao walikuwa napewa hii message, the shepherds, ni watu ambao sijui siku hizi kama wengine hawaheshimu watu ambao ni wangazi ya chini. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine ambao hawaheshimu watu ambao ni wangazi ya chini, labda wale watu ambao ni wachungaji ama wachunga, kama in this case ni wachunga, because kuna wachungaji na wachunga sana tofauti. Neno la Bwana Kiswahili linatuambia wachunga, wale ambao wanachunga mifugo mbalimbali ni wachunga. By our standards, saa zingine unaona kwamba kwa nini hii message ilienda kwa wachunga? Si hii message kama ni about the king, if the message was about mfalme, si ingeenda kwa wafalme wengine, si ingeenda kwa wakubwa wengine. Hiyo ndio vile itikadi zetu saa zingine inatuambia. Lakini the coming of Christ was different. Ikaenda kwa wachunga, na wale malaika wakawapa hiyo ujumbe. So this God is God of love. This is God of love. Hiyo ndio sababu katika John 3:16 inatuambia the profound love through the Son of God, kwamba kwa sababu ya upendo mkuu akatupa mwana wake wa pekee. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo inatuonyesha upendo wa Mungu kwetu, upendo mkuu wa Mungu kwetu, kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa Mungu, akaletwa awe kwa mfano wa binadamu. Katika kuzaliwa kwa Yesu Kristo tunaona neema za Mwenyezi Mungu.
neema zake ambayo inatupa wokovu, kwa sababu alikubali kufa msalabani kwa sababu ya dhambi zetu. Neema zake. Katika kitabu cha Romans 3:23 inatuambia sisi sote tumetenda dhambi na we have fallen short of the glory of God. Sisi sote, kama sio neema za Mwenyezi Mungu kuleta Yesu Kristo, tulikuwa tunafaa kufa. Tulikuwa tunafaa tuangamie. The wages of sin. The wages of sin is death. Hiyo watoto wetu wanaweza kutuambia pia kama memory verse. The wages of sin is death. So it is only through the grace of God that He brought Christ to die for us, for our sins. So we see God's grace in Jesus Christ. We see God's love in Jesus Christ. We see the power of God in Jesus Christ. We also see God's fulfilled plan in Jesus Christ. This was God's plan of your salvation, of my salvation, of the salvation of the universe. We also see the grace of God, ile ambao kibali cha Mwenyezi Mungu inaweza fanya. Yani it's like kibali cha Mwenyezi Mungu inaweza vunja hata milima, kwa sababu it makes things which look impossible to become possible. The power of God. God's favor upon Mary. Na pia ambayo inaweza kuja kwetu inapo become reality in your life. That thing which you see impossible, that territory yenye unaona kama labda uwezi ukakanyaga kwa sababu ya jambo moja ama lingine, unaweza funguliwa because of God's favor. When we read in Luke 2 from verse 8, we see the names used to call Jesus Christ. Luke chapter 2, reading from verse 8. Now hiyo iko kwa from verse 10. Then the angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord." Hapo peke yake hiyo, katika hiyo verse peke yake, verse 11, this one who is born is a Savior. This one who is born is Christ. And this one who is born is the Lord. Najua tunaposema Savior, kuna mara nyingi sana ambao tunapata kuokolewa. Unapata kuokolewa katika hali ya hatari moja ama nyingine. Hatari zetu za kawaida, ile ambayo tumezoea, labda hatari ya moto, ya kuungua kwa moto, hatari labda ya kuzama katika hali ya maji. Wale ambao wanatusaidia kutuokoa, au ndio tunajuanga kwamba wanatuokoa, kwamba huyu aliokoa watoto wangu kwa moto, ama mimi mwenyewe. Huyu aliokoa yule ambaye alikuwa anaenda kuangamia, drown in the waters. These are some of the dangers. Ama hata katika hali ya hatari barabarani, labda ukaokoa mtoto wa ama mwingine ama mtu mkubwa ambaye labda karibu agongwe na gari. Tunaokolewa kuna wakati moja ama nyingine ambao tunapata kuokolewa. But Jesus Christ is now coming to be a Savior, to save us from destruction, to save us from the wages of sin, which was otherwise death. Hiyo ndio sababu unapata, hiyo ndio description ambayo tunaona hapa.
is a savior from otherwise yenye tungeangamia. Christ, kwa sababu wana wa Israeli walikuwa wanangoja mfalme. Walikuwa wanangoja mfalme kwa njia kuu. Walikuwa wanataka kuokolewa kwa maangamio tofauti. Now they expected an earthly king. Ilichukua hatua nyingine kuelezwa kwamba Yesu Kristo alikuwa anakuja kuokoa dunia mzima. Kwa hivyo ni mfalme ambao walikuwa wanamtarajia. And he is also Lord, because he was God. Akaja kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu kuwa kama binadamu. Yesu Kristo anazaliwa katika maisha yetu. Anazaliwa katika moyo wetu, na tunapoona katika kitabu cha Isaya anapoitwa the wonderful counselor, the mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace, hata wakati huu bado tunamhitaji Yesu Kristo. Kama anaweza kuwa counselor, kama Yesu Kristo ni counselor, hakuna yeyote ambayo hahitaji Yesu Kristo. Tuko na mambo mbalimbali katika mioyo yetu, tuko na mengi katika fikra zetu, na kila wakati tunahitaji kuwa counseled, tunahitaji kuwa guided, tunahitaji kuwa directed, tunahitaji mwelekeo kutoka kwa Yesu Kristo. Being the wonderful counselor, being the Prince of Peace, yule ambaye ako katika hali ya changamoto mbalimbali ambayo inamfanya kukosa amani, kukosa tumaini. Tunahitaji Yesu Kristo katika maisha yetu. Being the wonderful counselor, being the Prince of Peace, tunahitaji Kristo katika maisha yetu. Tunapojiandaa kusherekea kuzaliwa kwake, tuandae mioyo yetu, tujitayarishe kama vile wale the wise men vile walijiandaa kwenda kumuona Yesu pahali alipozaliwa. Despite the humble background, hata kama alikuwa katika pale horini, pale the manger of the cattle, pale penye alizaliwa, lakini imagine the wise men went there. This is the Christ of humility. Yesu Kristo ambaye anakufikia hata katika hiyo hali ambayo unaweza kuwa. Yeye ni Mungu na tena binadamu. Akazaliwa katika hori ya ng'ombe na akakuja kupokelewa na the wise men. Na tunaambiwa kwamba walimletea zawadi mbalimbali, walimletea gold and silver, walikuja kufurahi pamoja nao wakiimba glory to God in the highest and on earth peace, goodwill toward men. Hosana juu mbinguni, because Christ had come. Mungu alileta Yesu Kristo awe Mungu pamoja nasi. God with us, Emmanuel. Yesu Kristo amekuja awe pamoja nasi wakati wowote unapomhitaji, wakati wowote unapokuwa na hitaji mbalimbali ambayo tumesema. Yesu Kristo ni mfariji mwema. Yesu Kristo ni mwalimu, naye yeye ndio anatupa amani na tumaini, kwa sababu haiwezi kutoka kwa binadamu mwingine. Tumeona nguvu zake kutoka kwa kuzaliwa kwake. Tumeona nguvu ambayo inatoka kwa Mwenyezi Mungu ambayo yako juu ya Yesu Kristo. Yako katika injili zote, hata kama unaposoma injili ya Matthew, injili ya Mariko pia, zote unaweza soma uone vile Yesu Kristo alizaliwa, vile alihudumu,
na maana ambayo ako nayo katika maisha yetu. Kwa hivyo ni hatua moja ambayo umepiga kumwamini Yesu Kristo. Sasa tenda vile Yesu Kristo anahitaji wale wote ambao wanahitajishwa na jina lake watende, kwa sababu yeye ni Mungu na hakuna Mungu mwingine kama yeye. Yesu Kristo ni upendo. Yesu aliletwa afe msalabani kwa sababu ya dhambi zetu. There are so many miracles ambazo zilifanyika katika hiyo wakati tu wa kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Because a virgin bearing a son, the angels singing, there was also a special star. Kuna hiyo nyota maalum ambayo ilikuwa inawaelekeza wale, hata wale the wise men, and Mungu akawa binadamu kupitia kwa Yesu Kristo. Kuna mengi ambayo tunajifunza kwa kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Hata wakati huu tunapokuja kufurahi pamoja because of the birth of Christ, tukumbuke yale ambayo Mungu alitenda kupitia kwa kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Na yule wa kuinuliwa zaidi ni Mwenyezi Mungu. Unajua, saa zingine wa Kristo wengine tunajiuliza kama inafaa tumwabudu Mary ama tumwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu ambaye alikuwa na mipango mema kupitia kwa Mariamu, na kupitia kwa Mariamu, kupitia kwa kibali chake Mariamu akatumika kuleta Yesu Kristo. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kila wakati. We come before God with thanksgiving in our hearts as we rejoice, kwa sababu Mungu ametuletea the Savior. Mungu ametuletea the Messiah, Christ, who was the expected king. Mungu ametuletea Mungu kwa mfano wa binadamu, na naye atatuonyesha upendo, naye atatupa matumaini, naye atatupa wokovu, kwa sababu alijitoa kwa damu na mwili katika maisha yake. Bwana atusaidie tunapoendelea kusherehekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo, azaliwe katika mioyo yetu, na tuwe wa Kristo wa kuwa na furaha kwa sababu ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo, kwa sababu tunajua maana ya maisha yake na maana ya kufa kwake na kufufuka kwake, kwa sababu Mungu ametimiza mipango yake kupitia kwa Yesu Kristo. Tuamini na tuombe. Mungu wetu na Baba wetu, katika jina kuu la Yesu Kristo, tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya mwana wako Yesu Kristo, ambayo anaendelea kuzaliwa Mwenyezi Mungu katika mioyo yetu. Mwenyezi Mungu, tufunze kupitia kwa neno lako, tukuze Mwenyezi Mungu, kwa sababu wewe ni Mungu, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa sababu ya kujitoa kwako kwa Yesu Kristo kwa maisha yetu, hata kwa sababu ya wokovu wetu. Endelea Bwana kutufunika na damu yako takatifu tunapotarajia kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Hata siku ya Thursday iendelee Mwenyezi Mungu kueneza injili yako kwa utukufu wa jina lako, na ni katika jina kuu la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Tunashukuru Mungu sana kwa sababu ya neno lake asubuhi mchana wa leo, ambalo ni wakati na msimu ambao tuko ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God.